Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko nami Adamu Hussein. Nchi kadhaa za Ulaya Mashariki zinafikiria kuishambulia Urusi. Hata hivyo, mataifa hayo ya mashariki mwa Ulaya yanawaza kuivamia Urusi kijeshi. Na hii ni kulingana na mwandishi wa habari wa Financial Times, Simon Cooper. Anadai maendeleo yaliyoripotiwa yanakuja licha ya mazungumzo ya amani ya Ukraine yaliyoanzishwa na Moscow na Washington. Kulingana na mwandishi huyo, mwelekeo unafikiriwa kuelekea Moscow na rais wa Marekani Donald Trump umerudisha tofauti za kijiografia za vita baridi, yaani wazo la Ulaya ya Mashariki na Ulaya Magharibi, ambapo mtu anaona Urusi kama tishio la kuwepo na mwingine haijalishi. Tunajua, ndiyo maana baadhi ya nchi zetu zinauliza kwa nini tusishambulie Urusi sasa badala ya kukaa tukisubiri itushambulie. Mwanasiasa mashuhuri wa Ulaya Mashariki ambaye hakutajwa jina lake alisema bila kufafanua. Tangu kuongezeka kwa mzozo wa Ukraine mnamo mwaka 2022, Poland na mataifa ya Baltic yamedai kwamba ikiwa itaruhusiwa kushinda, Urusi inaweza kuzishambulia baadaye. Moscow imekanusha madai hayo mara kwa mara, huku Rais Vladimir Putin hata akielezea kama ni upuuzi mtupu. Hata hivyo, Poland baada ya kusikia kwamba Ufaransa itatumia silaha zake za kinyuklia, imedai kwamba ipo tayari nayo kuwa na silaha za kinyuklia kwa ajili tu ya kukabiliana na nchi ya Urusi, ambayo ni moja kati ya mataifa ambayo yapo jirani. Nchi za Ulaya Mashariki mara nyingi kihistoria zilikuwa ni sehemu ya milki kubwa zaidi ya Urusi, Ujerumani au Austro-Hungarian, na mara nyingi zilipoteza uhuru wao. Hata hivyo, inaelezwa kwamba hali hiyo hatari kuwa taifa dogo linaweza kutoweka, nalo linajua hilo. Mataifa haya hivi majuzi yameonyesha hisia kali dhidi ya Urusi, na miongoni mwa mataifa yenye sauti kubwa ya kutaka ulinzi uimarishwe. Mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas, waziri mkuu wa zamani wa Estonia, anajulikana kwa maoni yake ya kupinga kuhusu Urusi. Ripoti hiyo inakuja huku Urusi na Marekani zikianzisha tena mawasiliano mwezi uliopita na kufanya mazungumzo ya ngazi ya juu nchini Saudi Arabia. Brussels hata hivyo inasisitiza kuendelea kuunga mkono kijeshi Kiev. Kujibu ripoti ya Trump ya kusitisha msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine kwa lengo la kulazimisha Kiev kujadiliana, viongozi wa Umoja wa Ulaya wakiongozwa na rais wa Tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen walikubaliana juu ya mpango wa euro bilioni 800 kuisaidia tena Ulaya na kudumisha uungaji mkono kwa Kiev. Moscow imeahidi kuchukua hatua za kulinda usalama wake, huku kukiwa na jeshi na maneno ya makabiliano yanayotoka EU, na imeonya kwa muda mrefu dhidi ya usafirishaji wa silaha za magharibi kwenda Ukraine, ikisema kwamba wanarefusha tu mzozo bila kubadilisha matokeo, huku ikiongeza hatari ya mapigano ya moja kwa moja na NATO. Mtazamaji, endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii.